Lakini la pili, sisi upande wa wanachama na mashabiki wa klabu yetu, sisi hii ni mechi yetu. Ni mechi yetu kikanuni, of course, kama inavyoelekezwa kwenye ratiba ya bodi, lakini ni mechi yetu kwa sababu inakwenda kuamua hatima yetu ya kutetea ubingwa wetu wa NBC msimu huu. Kwa mimi siko hapa, hiyo kazi ataifanya Karim, kumkaribisha mtu mwingine, na mkaribisha mwana Yanga kokote ulipo, njoo kwenye mechi yetu ya ubingwa. Usijisikie uzito, usijisikie unyonge. Shughuli hii ni ya kwetu, na wa kuifanya ifane ni sisi wenyewe wana Yanga. Tukiweza kuifanya Benjamin Mkapa iwe kijani na njano, itakuwa jambo zuri zaidi. Yaani tukajaa ule uwanja wote ukawa kijani na njano, itakuwa jambo zuri zaidi. Kwa hiyo niwaombe sana mashabiki na wanachama wa klabu yetu ya Yanga, jitihada tulizozifanya kutoka mzunguko wa kwanza, mechi yetu ya kwanza, hitimisho lake ni Jumatano. Tumefanya jitihada nyingi, tumesafiri umbali mrefu kuifuata Yanga ikicheza, tumepiga sana kelele kuisupport timu yetu, lakini imeonekana bado haijatosha kwa sababu kuna mchezo mmoja umesalia. Na huu mchezo unatuhitaji tena sisi wana Yanga, nguvu zetu, sauti zetu, kwenda Benjamin Mkapa kuwapa morali wachezaji wetu waweze kupambana. Kwa quality ya timu yetu, kwa uwezo ambao wako nao wachezaji wetu, wakipata support yetu nyuma, tukawaonyesha kwa dhamira ya dhati na vitendo kwamba tumekuja kuwaunga mkono nyie, mimi naamini panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu tutaondoka Benjamin Mkapa siku ya Jumatano tukiwa na furaha. Sasa hii furaha tusiitegee majumbani. Uwanja ni watu 60,000 tu ule. Tuje tujae pale vizuri wana Yanga, tuisupport timu yetu tupate matokeo mazuri. Kwa hiyo ni upande wa wanachama ambao nilisema nitakuja kuwakumbusha hapa na nyie waandishi mpate kulifahamu hilo. Upande wa timu, kiukweli hata mimi hiyo taarifa sina. Nisiwadanganye. Timu jana mimi nimefukuzwa Zanzibar. Nafikiri viongozi wanatambua udhaifu wangu. Mimi kidogo mambo ya kutunza vitu siwezi. Kwa hiyo kwenye kulitambua hilo, jana nimetimuliwa Zanzibar. Karim ni shahidi. Nilitimuliwa baada ya mechi tu kuisha, bwana, taratibu za wewe na timu zimeishia hapa. Kuna maelekezo mengine tutakwambia. Kwa hiyo ndugu zangu waandishi wa habari na nyinyi ambao mmekuja hapa, ambao mnataka kujua Yanga inarudi lini Dar es Salaam, kiukweli mimi kama msemaji pia sijui. Ninachokijua ni kwamba Yanga itakuwa Benjamin Mkapa tarehe 25 kwenye siku ya mchezo. Hilo mimi nahakikishia. Taratibu nyingine watafanya hapa mazoezi, watarudi lini, warudi na nini, kiukweli mwenyewe nimefichwa. Sijui chochote kile. Wanachonihakikishia kwamba kawaambie waandishi, kawaambie na wanachama tarehe 25 Yanga itakuwa wapi? Benjamin Mkapa. Karibu nimaliza. Kama kuna swali niulize. Swali matatu kwa Alikamwe na tutaomba. Yes, tasibu kulijibu haraka swali lako. Kwanza si jambo jepesi kupata ushindi mbele ya Simba. Si jambo jepesi. Inaweza kuonekana kawaida kwa sababu Yanga tumeshinda mara 4 mfululizo. Lakini si jambo jepesi. Ni jambo gumu. Hata mechi ya mwisho ambayo tulipata ushindi, ilibidi wana Yanga tumsubiri Kevin Kijili afanye jambo lake. Kama watampanga tena, basi huenda tukawa tuna uhakika wa kupata, wakati tunatafuta sare akatufanyia ihsani nyingine akaweka. Make ni jambo la, make hata mechi ya mwisho tulihangaika sana kushinda ile mechi, hatukuweza kushinda. Lakini kwa sababu kuna watu waungwana duniani ambao wanatambua jitihada za watu, wakatubariki kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo kama atapangwa ule kijana, you never know, tukaenda kutafuta sare, ukashangaa Pimpini kaitwa nje kaita ndani, Kijili akaweka. Kwa hiyo tunasubiri ihsani, ikitokea kama hiyo tutaikataa, tutaipokea. Ila si jambo jepesi kuwafunga Simba. Ni jambo gumu, lakini tunalifanya kwa maandalizi mazito, maandalizi ya umakini mkubwa, na ndio maana tunafanikiwa kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo sisi hatuachi kutaja kwamba sare inatupa ubingwa, kwa sababu sio dhambi. Kwa hiyo tunajua wenzetu wao watakuja kutafuta tu ushindi. Pointi 3. Sasa sisi hatuwezi kwenda pale kama kuku ambaye amekatwa kichwa.
Kwa maana wewe lazima uangalie mechi inaanzia kwenye kupanga. Unataka upate nini? Unachokipanga ndicho unakwenda ukifanyia kazi. Kwa hiyo mipango yetu inaanzia kwenye kutazama possibility. Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Matokeo yakiwa hivi inakuaje? Kwa hiyo kwenye hii mechi matokeo aina mbili ni favor kwa Yanga, matokeo ya kufungwa ni favor kwa mpinzani. Kwa hiyo sisi tunajiandaa kwenye haya matokeo mawili. Aidha sare au tupate matokeo mazuri inshallah. Asante. Swali la pili. Anaitwa Petro Mzima kutoka PNTV. Hali kwenye dabi iliyopita wapinzani wenu walidai kuzuiwa kuingia uwanjani. Mpaka hivi sasa nimeshapokea taarifa yoyote ya kwamba timu mgeni atakuja kufanya mazoezi ya mwisho, na je, nilipokea hiyo taarifa na uhakikishia umma kwamba zile rabsha ambazo zilidaiwa kutokea mchezo uliopita hazitatokea, kwa maana kwamba mtapokea kwa moyo mkunjufu au la? Lako nilijua tu. Ili sio la 184. Ije huko. Ili la kwetu na tutalieleza kesho saa 4. Saa 4. Yes, taarifa rasmi haijatoka. Saa 5. Yes. Tutakuwa na mkutano wa habari hapa. Kwa hiyo tutaelezea masuala yote ya kiuendeshaji. Leo hapa hata hali nimemwalika tu. Sio mkutano wake huu. Msingi wetu hapa ulikuwa ni kuelezea masuala mazima yanayohusu ticketing. Hiyo ndio ilikuwa mada kuu, kutoa taarifa rasmi ya mchezo na masuala yanayohusu ticketing. Uendeshaji na kila kitu ikiwemo technical issues tutazungumza kesho hapa NBC. Sahihi kabisa. Ni kesho hiyo, siku moja kabla mechi tutazungumza masuala mengine yanayosalia. Karibu kwa swali la hili litakuwa la mwisho kwa sababu hili tayari mimi nimeshalijibu. Namba 184 ndugu zangu. Unatokea wapi? Fadha TV. Haleluya. Swali mawili yanayolandana. La kwanza kwa sababu umechukuzwa jana. Maendeleo ya wachezaji yakoje? Kwa sababu kuna wachezaji walionekana wako injury. Maendeleo yao yakoje? La pili, huu mfumo wa N-card kwa nyie kama wana Yanga, umefanya tathmini ya kutosha kwamba siku mbili zinaweza zikatosha? Hii ni kwa faida ya wanachama wa Yanga Afrika. Okay. Swali la kwanza ni technical, tutamuuliza kocha kesho. Analijibu hilo. Ili la wachezaji tutaelezewa kesho. Hilo tutaelezea kesho. Swali la pili linahusisha uhakika wa Young African Sports Club kwenye hiki kitu ambacho kinakwenda kufanyika. Hali unaweza kuelezea hili kwa sababu N-card ni watu wenu unaweza kuelezea namna ambavyo mnaamini hizi siku mbili zinatosha kukamilisha hilo jambo. La majeruhi atajibu kocha kesho. Andishi si mnaona lakini mechi ngumu hii. Nimepangiwa beki. Bana anafuata utaratibu ulivyo ndugu yangu kiongozi wetu hapa Karim Boimanda ambaye ndiyo afisa habari wa bodi ametoa maelekezo na tunayaheshimu. Masuala ya technical yatajibiwa kesho. Nani anaumwa, nani mzima kesho. Langu lilikuwa lipi? La N-card. Sawa. Sisi kwanza kama club tumeshafanya kazi na N-card kwa muda mrefu na mpaka tumeendelea nao msimu huu kufanya nao kazi. Maana kama club tathmini yetu ilituambia hawa ni watu sahihi. Na tathmini hauipimi kwenye mafanikio tu, unaipima pia kwenye changamoto. What if ikiwa hivi N-card wana capacity gani ya kuweza kusolve hizi changamoto. Kwa hiyo tujiridhisha kabisa pasina shaka yoyote ndani ya hizi siku kuanzia leo kwa maana ya Jumatatu, Jumanne na Jumatano siku ya mchezo, kwa idadi ya watu ambao walikata tiketi tutaweza kuwahudumia. Na unajua idadi ya watu ambao wamepoteza kadi ni idadi ambayo tunaiashumu kwa sababu hatuna namba ya watu ambao wamepoteza hizo kadi. Huenda watu wote hawa waliokata tiketi kadi wako nazo. Sasa wanataka tu kusikia kwamba kama kadi yangu nayo naitumia. Kwa la kwanza ni hilo. Hawa ambao wamepoteza tunaashumu ni wachache kwa sababu watu waliendelea kwenda viwanjani baada ya machinani. Na tunaamini walitumia kadi zile zile ambazo walikatia tiketi za machinani. Kwa hiyo tumeashumu kwamba idadi fulani lese ndo wamepoteza hizo tiketi. Kwa hizi siku tatu N-card wanavyo vituo, wanao wahudumu sahihi, wanaoweza kuhudumia shida hiyo na wanachama wa Yanga wakaenjoy. Kwa wale ambao walikuwa na tiketi zao, hao tayari tumesha solve na nimeshajibiwa jibu lao kwamba wao waende moja kwa moja uwanjani siku
ya Jumatano. Karibu beki Mkabaji. Asante sana Ali. Jamani, hapa tumefikia mwisho wa mkutano wetu. Naamini kila kitu ambacho kilikuwa kinasubiriwa kufahamika kimeshafikishwa kwenu, na nyie mtatusaidia kuwafikishia mashabiki wetu ili sasa tukutane Benjamin Mkapa Jumatano ya Juni 25. Asanteni sana na niwatakie siku njema. Waandishi, mkihitaji freestyle nje hapa.